Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea na ziara yake nchini Urusi, jijini Moscow, ambapo leo hii atatunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima kutoka Chuo Kikuu cha Rudin. Na sasa tunajiunga na mwanahabari wetu Benjamin Mzinga atujuze kwa undani wa taarifa hiyo. Naam, nikushukuru sana kutokea studioni Mikocheni jijini Dar es Salaam. Sauti hii inatokea hapa Moscow, Urusi. Na unavyoshuhudia hapo ni Chuo Kikuu cha Rudin University. Chuo hiki ni maarufu sana ulimwenguni. Zamani kilijulikana kama Chuo cha Patrice Lumumba, baadaye kikabadilishwa jina na kuwa Chuo Kikuu cha watu wa Russia. Maraisi mbalimbali wamepita kusoma katika chuo hiki, lakini leo kubwa zaidi si lengo la kuambia nani amepita kusoma hapa, ni kukuambia kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo hapa na atatunukiwa shahada ya uzamivu kutokana na yale ambayo ameyafanya. Ndio ni miongoni mwa mambo atakayokwenda kufanyika leo. Tukumbuke kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hapo jana alikutana na mwenyeji wake Mheshimiwa Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin hapa jijini Moscow. Lakini leo ni siku ya pili ya ziara ambapo Mheshimiwa Rais atakuwepo hapa kwa ajili ya kutunukiwa tuzo hiyo. Nini ambacho kimesababisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mpaka chuo kinatambua anastahili kupata tuzo hiyo? Kwanza tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa champion kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na usawa katika swala la upatikanaji wa elimu. Ni miongoni mwa sababu kubwa iliyofanya kutunukiwa hivyo. Lakini katika upatikanaji wa elimu ni jambo moja, elimu ambayo inatumia nyenzo za kisasa kabisa, teknolojia ya kisasa katika utoaji ama upatikanaji wake. Ni miongoni mwa mambo na vigezo ambavyo vimesababisha kuonekana mchango wake mkubwa katika upatikanaji wa elimu na ule usawa kwa wanawake na wanaume. Lakini sio tu hilo tu, katika masuala mazima ya uongozi wake. Uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umeonekana ni uongozi wenye tija katika maendeleo ya wananchi, na hasa amekuwa akihusisha wananchi moja kwa moja katika swala zima la nyanja ya maendeleo kwenye kila sekta mbalimbali, kwamba ukitazama maendeleo utapima wananchi katika eneo husika hali zao zikoje. Ni miongoni mwa sababu ambazo zimeonekana kabisa Mheshimiwa Rais anastahili kupokea ama kupewa shahada hiyo ya uzamivu kutoka katika chuo hiki cha Rudin kilichopo hapa mjini Moscow. Lakini sasa basi nikujuze, wako wa Tanzania ambao wamepita hapa katika chuo hiki umesoma, na mpaka hivi sasa ni zaidi ya Watanzania 700 wamepata elimu katika chuo hiki cha Rudin ambacho nimekupa taarifa zake kuanzia hapo awali. Lakini kwa kumalizia tu nikufahamishe kuwa si rais wa kwanza kupokea shahada ya uzamivu kutoka katika chuo hiki. Wako marais ambao wamepita hapa na wakapewa shahada. Nikupitishe katika marais ambao wamepita hapa. Miongoni mwa marais ambao wamepewa shahada hiyo ni Sam Nujoma. Mheshimiwa Sam Nujoma, rais wa Namibia, alipewa shahada hiyo ya uzamivu mwaka 1998. Lakini vile vile ni Mheshimiwa Jose Eduardo dos Santos ambaye ni rais wa Angola, alipewa mwaka 1998. Lakini vile vile Mheshimiwa Thabo Mbeki pia naye alipewa mwaka 1998 pia, na Mheshimiwa Olusegun Obasanjo, rais wa Nigeria, pia alipewa mwaka 2001. Hivyo basi ndio marais hao nao walipewa shahada hiyo ya uzamivu, na leo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kupewa shahada ya uzamivu kutokana na yale makubwa ambayo ameyafanya. Mimi ni Benjamin Mzinga, naweka nukta kutoka hapa katika chuo hiki cha Rudin kilichopo hapa mjini Moscow nchini Urusi. Nirejeshe matangazo haya studioni Mikocheni. Asanteni na kwaherini. Kwa sasa tutaendelea kuwajuza kile ambacho kinaendelea kadri ambavyo tutakavyokuwa tukipata taarifa na kuwaletea. Asante Benjamin. Mtazamaji, mwisho wa habari kwa sasa. Kipindi cha Jungu Kuu kitafuata vipunde.